nafikiri nikisema tumeanza vizuri, kwa sababu Mbeya imeitika, nafikiri sitakosea eti. Tumeanza vizuri. Mwenyekiti wa kanda, hongera. Makamu mwenyekiti kaka Frank, viongozi wa Mbeya, wanachama wetu wa Mbeya, lakini zaidi ya wote wananchi wetu wa Mbeya, hongereni sana. Hongereni sana. Kwa sababu Mbeya ni Mbeya. Sasa ndugu zangu, tarehe 20 mwezi wa pili ya mwaka jana tulikuwa hapa tukafanya maandamano mjini hapa. Wengine tumeanzia kule Barali, wengine wameanzia karibu na Vwawa. Tumefika hapa, Mbeya iliitikia. Sasa Mbeya ikasahau waganga wa kuzuia mvua. Leo nafikiri mmefanya hiyo kazi ambayo hamkuifanya siku ile. Sasa siku ile tulinyeshewa, mkutano haukuwezekana, lakini niliwaahidi katikati ya mvua ile, niliwaahidi kwamba nitarudi, na nimerudi. Sasa ndugu zangu, viongozi wamezungumza vizuri sana. Makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche amezungumza mambo makubwa ambayo hayahitaji kuongezewa, na mimi sitayaongezea, kwa sababu hizo hoja ni hoja za nguvu na ni hoja za kweli, na Mungu wetu ni Mungu wa kweli. John Heche amezungumza ukweli wa Mungu mwenyewe, wa Mungu wetu. Kilicho wazi kutokana na mazungumzo ya Mheshimiwa Heche, kilicho wazi ni kwamba adui namba moja wa nchi hii ni CCM na watu wao. Miaka 64 mwaka huu ya uhuru, tuko hapa walikotufikisha. Hata reli aliyotujengea Mchina akatukabidhi miaka 50 iliyopita, mwaka 75 Tazara imekabidhiwa na Wachina kwa Nyerere. Miaka 50 baadaye wametapanya kila kitu. Sasa wanamrudishia Mchina, wanaambia hebu wewe iendeshe. Miaka 50 ya utapanyaji. Sasa hawawezi wakatubadilishia maisha yetu. Kwa hiyo kitu muhimu, tuzungumze namna ya kuwaondoa madarakani. Kilicho muhimu ni kuzungumza namna ya kuwaondoa madarakani. Janga la taifa hili janga la taifa, tuzungumze namna ya kuliondoa madarakani. Sasa kwa dunia ya leo, sizungumzia zamani, nazungumzia kwa dunia ya leo. Kwa dunia ya leo, ukitaka kuondoa janga la aina hii, huchukui silaha kwenda porini kupambana kuliondoa janga madarakani. Zamani ilikuwa inawezekana. Ndio maana walichofanya Msumbiji na Zimbabwe
na kwingineko. Miaka hii utaratibu unaokubaliwa na dunia wa kuondoa majanga ni utaratibu wa uchaguzi. Ni utaratibu wa nini? Ni utaratibu wa uchaguzi. Hatuwezi tukachukua silaha tukaenda porini kufanya vita ya kuiondoa CCM madarakani. Huo utaratibu dunia haiukubali tena. Utaratibu unaokubaliwa ni utaratibu wa uchaguzi. Utaratibu unaojulikana na kukubaliwa na dunia ni utaratibu wa chaguzi huru, za haki na zinazokubalika na wananchi. Kwa hiyo lazima tuzungumze namna ya kuiondoa CCM madarakani, namna ya kuondoa hili janga madarakani kwa kutumia uchaguzi, kwa kutumia hiyo njia inayokubalika na dunia ya leo. Sasa swali langu kwenu wananchi wa Mbeya ni hili: kwenu nyie mnafikiri kwa utaratibu wetu wa kufanya chaguzi, kwa utaratibu wetu wa kuendesha chaguzi, niwaulize tupate majawabu ya kweli ya Mungu, kwa utaratibu huu uliopo wa uchaguzi wa nchi hii, inawezekana kuiondoa CCM madarakani? Kwa utaratibu huu wa uchaguzi huu. Sasa asante. Kuna watu wanasema inawezekana. Nimesikia wanasema hivyo. Sasa nawashukuru. Nataka nionyeshe kwa nini haiwezekani. Nataka niwathibitishie wananchi wa Mbeya kwamba tusipobadili utaratibu wa uchaguzi, hatakaa tupate chochote kwenye hizi chaguzi za CCM. Hatutakaa tuache kudanganyana. Iko hivi ndugu zangu, kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Na nyie wananchi wa Mbeya mnafahamu ukweli huu kwamba kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mbeya, naomba niwaulize tena, kwa utaratibu huu wa uchaguzi inawezekana tena? Inawezekana tena? Na hapa sijazungumzia ubunge, sijazungumzia udiwani. Miaka 10 iliyopita halmashauri ya jiji la Mbeya ilikuwa ya Chadema. Tulikuwa na madiwani 26 kati ya 36 wa jiji hili. Meya alikuwa wa kwetu, wenye viti wote wa kamati walikuwa wa kwetu. Leo tuna 0. Tulikuwa na mbunge vipindi viwili, Sugu. 2015 mlimpa kura nyingi kuliko jimbo lingine lolote la uchaguzi. Leo 0. Sasa niwaulize tena, bado inawezekana? Haiwezekani. Ukweli wa Mungu ni kwamba haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa CCM. Ni mfumo wa CCM. Haya maneno kwamba huu ni mfumo wa CCM yalisemwa kwa mara ya kwanza na tume ya rais ya mfumo wa chama kimoja au mfumo wa vyama vingi vya siasa
iliyoongozwa na marehemu jaji mkuu wakati huo Francis Nyalali iliundwa na Rais Mwinyi. Kwenye mapendekezo yao wakasema ni mwaka 91, miaka 34 iliyopita, wakasema kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 95, moja, tutengeneze katiba mpya ya vyama vingi. 2, tutengeneze mfumo huru wa uchaguzi. Na CCM wakakataa. Wakakataa maneno ya tume iliyoongozwa na jaji mkuu waliyemteua wao. Hakukuwa na Chadema mwaka 91, hakukuwa na NCCR, hakukuwa na vyama vya upinzani. Chama kilikuwa kimoja, CCM. Wakakataa. Wamekataa kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni mfumo wa CCM, unaipendelea CCM. Ndio maana sasa tukienda kwenye uchaguzi, wagombea wetu wanaenguliwa. Ndio maana sasa tukienda kwenye uchaguzi, mawakala wetu hawaapishwi. Ndio maana siku ya uchaguzi, mapolisi, waalimu, manesi, wote wanaosimamia uchaguzi kwenye vituo vya uchaguzi wanakuja na vibegi vimejaa kura haramu. Ndio maana wanatembea na vifaru siku ya uchaguzi. Ndio maana wanaua watu. Wewe kaka Frank, Tunduma 2020. Tunduma 2020 waliua wangapi? Mwaka jana Tunduma hawakuua. Na kwetu Singida wameua. Wamepiga mwenyekiti, mgombea mwenyekiti wa kitongoji wa Chadema anapigwa risasi 4 mbele ya mkewe na watoto wake ili asigombee mwenyekiti wa kitongoji. Kwa hiyo kwa ndugu zangu wa Mbeya, tuelezane ukweli wa Mungu. Kwa utaratibu huu hatuendi popote. Hasa tusipoenda popote watatuangamiza. Kama hali ndio hii, wakiendelea kutawala tumekwisha. Nani anayetaka tumalizwe na CCM? Kwa sababu hatutaki kumalizwa na CCM, lazima tubadilishe utaratibu wa uchaguzi. Na mambo yanayohitajika kubadilishwa wanayafahamu tangu zama za jaji mkuu Nyalali mwaka 91. Badilisha tume. Ondoa watumishi wa serikali wanaosimamia uchaguzi, weka watu huru. Ondoa hii nguengue ya wagombea. Hakikisha hakuna kura feki. Weka utaratibu bora wa kampeni. Hakikisha wagombea hawaenguliwi. Tengeneza utaratibu bora utakaohakikisha kila wakala anaapishwa na anaingia kwenye kituo cha uchaguzi. Hakikisha kura feki haziingizwi na mapolisi na mtu mwingine yeyote. Yote haya yanajulikana tangu mwaka 95 nilipogombea mimi mara ya kwanza. CCM hawayataki kwa sababu hawataki uchaguzi huru na wa haki. Wanajua utawaondoa madarakani. Ndio maana tunasema jukumu letu sasa hivi la kwanza kabisa ni mapambano ya kubadilisha utaratibu huu wa uchaguzi. Tunaelewana? Yakitushinda hayo, tumekwisha. Yakitushinda,
Sasa mimi naamini hayatushindi. Iko hivi, jukumu letu sasa hivi, ili tubadilishe huu mfumo, jukumu letu la kwanza ni kukwamisha huu uchaguzi. Kwani wanakuja kuwawekeni bunduki kichwani kwa mnaenda kapiga kura? Kwani wanakuja kukuwekea bunduki kichwani na kuambia kajiandikishe? Kukwamisha nini? Na sisi wananchi tukiamua tunaweza tukakwamisha uchaguzi huu. Na tukiukwamisha kelele itakuwa kubwa vibaya sana. Kelele yao itakuwa kubwa, na kelele ya dunia itakuwa kubwa vile vile. Kelele ya dunia ikiwa kubwa na kelele ya nchi ikawa kubwa, tutakaa kwenye mazungumzo, tutaambizana tunataka uchafu wote huo miaka yote hii uondoke. Ili tufikie hapo lazima tukwamishe huu uchaguzi. Na tuna uwezo wa kukwamisha huu uchaguzi. Uwezo wenyewe uko hivi. Hebu fikiria mlivyo wengi leo. Hebu jiangalieni watu wa Mbeya. Na hapa wala sio 1 ya 10 ya Mbeya najua. Hii ni sehemu ndogo tu, au sio? Kama tukiunganisha nguvu ya Mbeya, ya sisi wananchi wa kawaida tu, hatutauzuia hapa. Tukiamua seriously, hatutauzuia. Kwa jukumu letu la kwanza ni hili. Tuunganishe nguvu. Tuambizane. Mwambie jirani yako, mwambie ndugu yako kwamba uchaguzi sasa hivi hauwezekani, kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni wa CCM. Na mwambie na mwanao, na mwambie na mzazi wako, na mwambie na rafiki yako, mwambie kila mtu anayeipenda nchi hii, tukwamishe huu uchaguzi, tutengeneze utaratibu bora zaidi wa kufanya chaguzi nchi hii. Sawa sawa? Na tuwaambie viongozi wetu wa vyama vingine na wanachama wa vyama vingine, tunahitaji nguvu kubwa zaidi. Au nakosea? Na tuwaambie na viongozi wetu wa kidini, hili jambo linatuhusu sisi wote. Tuwaambie na mapadri wetu, na maaskofu wetu, na wachungaji wetu, na mashehe wetu, na maimamu wetu, tuwaambie jamani, na hili linawahusu vile vile. Tuwaambie na mapolisi wetu vile vile. Mnafikiri hili haliwahusu hao mapolisi? Tuwaambie na mapolisi wetu, na hili linawahusu. Mtumbwi ndio huu wetu sote. Tuwaambie na wengine wote, hili jambo linahusu kila mmoja wetu. Tukiunganisha nguvu zetu, itawezekana. Itawezekana kuzuia uchaguzi. Itawezekana kufanya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kama yalivyopendekezwa miaka 34 iliyopita na Nyalali, yakarudiwa na Warioba, yamerudiwa na watazamaji wa uchaguzi wa kimataifa tangu mwaka 95. Hatuombi kitu ambacho hakijawahi kusemwa nchi hii. Tunadai haki tu. Haki tu. Na Mungu wetu ni Mungu wa haki. Tangu lini kudai haki ni jinai? Si imeandikwa haki huinua taifa? Nani asiyetaka taifa letu liinuke?
Si imeandikwa wenye haki wakipata amri watu hufurahi? Nani asiyetaka kufurahi kwa kuweka watu wenye haki kwenye mamlaka? Si imeandikwa waovu wakitawala watu huugua? Nani anayetaka kuendelea kuugua na hawa wadhalimu wa CCM? Kwa hiyo kazi yetu kubwa iliyoko mbele yetu ni hiyo. Tuunganishe nguvu. Tuunganishe nguvu. Tuzungumze na kila mtu. Tumwambie wasipokubali kufanya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, tutazuia uchaguzi. Na tuiambie dunia vile vile. Tuiambie, na sisi hiyo kazi tunaifanya na tutaifanya. Tutazungumza na dunia. Tutazungumza na nini? Ili kila mmoja tuelewe. Tunataka chaguzi huru za haki zinazokubaliwa na wananchi. Basi. Kwa ndugu zangu, ujumbe wetu ndio huo. Ujumbe wetu kwenu wananchi wa Mbeya kwenye hii siku ya leo ya mwanzo wa hii kampeni ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ujumbe wetu ndio huo. No reform, no reform, no election. Sasa kuna watu wanasema hivi, eti kusipokuwa na uchaguzi ndio inakuaje? Chama kitakufa. Kwani ndugu zangu, mwenyekiti wa kanda, sasa hivi hapa tulipo tuna nini kwenye utawala wa nchi hii? Tuna nini? Baada ya kushiriki hizi chaguzi zao mwaka jana, tuna nini? Baada ya uchaguzi mkuu uliopita, tuna nini? Baada ya 2019 tuna nini? Kwa hiyo wanaosema kwamba tusipoenda kushiriki tutakufa, mbona sasa hivi hatujafa wakati hatuna chochote? Kwa nini tufe? Tusikubali kutiwa hofu. Na wala hakuna anayeogopa uchaguzi hapa. Yaani nyie wananchi wa Mbeya mnaogopa uchaguzi na CCM? Yaani Sugu wewe unaogopa uchaguzi na CCM? Au Heche? Au Dr. Slaa? Au mimi niligombea mwaka 95, nimetoka chuo tu. Kijana miaka 27, nimeenda kugombea. Na nikagombea tena nikashinda. Nikagombea tena nikashinda tena. Mimi ndio wa kusema tunaogopa uchaguzi? Tunataka uchaguzi huru wa haki na unaokubalika na wananchi basi. Na hili natutaka tupambane kwenye no reform, no election.